Mpaka saa 12 tunasikia mtu anasema, "Mama, jamani nisameheni. Jamani nakufa." Hiyo ilikuwa ndo kauli ya mwisho. Sana hawajampigia kelele ni mwizi. Wamekuja wakamchukua kiustaarabu wakijua ni rafiki yao. Kwa jinsi madaktari walivyothibitisha, wanasema kijana amekufa kwa ajili ya kipigo kikali na amevujia pia damu ndani kwa ndani, ana internal bleeding, kwa hiyo mateso makali ndo aliyosababisha akafa. Mtazamaji wa Tesha Eye, hapa tupo katika mtaa wa Kirikabii, kata ya Osunyai, jijini Arusha. Tumefika hapa mara baada ya kijana mmoja anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 18 afahamikaye kwa jina la Baraka Wechu amefariki dunia kwa kile kinachoelezwa alituhumiwa kuiba kioo cha bajaji katika moja ya gereji iliyopo katika eneo hili, ambapo inaelezwa walikuja kumchukua kama rafiki yao na kumpeleka katika gereji hiyo kuanzia majira ya saa 7 mchana. Wakampiga vya kutosha, wakamfungia katika nyumba ya mbwa ama banda la mbwa. Baadaye kila aliyepita ama kila fundi aliyekuwa katika eneo hili alikuwa akimaliza shughuli yake ya gari, anakwenda anarudi anampiga, wanamfungia tena, wanarudi wanampiga mpaka majira ya saa 3 za usiku. Toka saa 7 ndipo walipopigia simu jeshi la polisi na kufika hapa. Tumefika hapa kuzungumza na mashuhuda, majirani, ambapo wanaeleza taarifa ambazo jeshi la polisi walizopewa kwamba alipigwa na wananchi wenye serikali ni za uongo, kwani waliompiga wanafahamika na ni wachache hapa gereji. Jeshi la polisi walipofika hapa walichukua vijana wale na kuwawaisha hospitali, ndipo usiku ule ule Baraka akafariki dunia. Wananchi kilichowauma zaidi ni pale ambapo waliohusika wapo mtaani hawajakamatwa mpaka hivi sasa na wanatamba, kwani wanatajwa wanazo change, yani fedha, ndio maana hawachukuliwa hatua yote. Mimi ni France Alfred Simon Sengelela Teresia Tesha, na hii ni Tesha Eye. Mimi niuma baada ya kusikia, mimi manake Baraka mimi mwenyewe namtambua, namjua, ni kijana namjua katika mtaa wangu. Mimi ni mjumbe wa balozi. Nilipokuja kulisikia nikasema, mimi ningekuwa ninajua ningemsaidia. Ningekimbia katika hilo eneo, nikaenda nikastop, nikaita serikali iweze kumsaidia. Watoto wanasema, mama, tulikuwa sisi kanisani kwenye kwaya, tunasikia mtu anapigwa kuanzia saa 7, basi tukajua ni mambo ya kawaida tu. Mpaka saa 12 tunasikia mtu anasema, "Mama, jamani nisameheni. Jamani nakufa." Hiyo ilikuwa ndo kauli ya mwisho. Wakasema, "Mama, tumesikia sauti ya Baraka hivyo tu." Nikasema, hasa mimi ningejua mapema hata mimi ningemsaidia. Kwa nini mjatoka? Sasa sisi tulishindwa, tuko katika mazoezi ya kwaya, maana yake ni karibu na hiyo garage hapo tukio limetokea. Kwa hiyo ndio hicho mimi tulichokisikia na ndio taarifa watu walivyoniletea kwamba ningekuwa nimejua mimi ningemsaidia huyu mtoto, ningefuata sheria na mimi ningestopisha hicho kipigo, ili kama ni mwizi haje akamatwe aende kwa vyombo vya sheria. Lakini mimi kwa kweli hicho kitendo alichokifanya mimi sijapenda. Kama ingekuwa ni hicho, kwa kweli mimi sijapenda kabisa, sijafurahia, maana yake wameenda kumpiga mtu kimya kimya pasipo kujua, yani taratibu wale hawajafuata taratibu kabisa. Na ni jirani karibu na eneo hili. Kweli Baraka ni mtoto tunayemjua na tunamtambua, sio kwamba hatumjui, tunamtambua. Hata kama kafanya makosa, wangefuata sheria taratibu, wangeenda hata kwa mzazi wake. Maana yake hapo karibu tukio limefanyika, ni karibu na nyumbani kwa huyo mama muhusika. Wangeenda tu wampeleke mtoto, taratibu zifanyike. Lakini si wachukue hatua mikononi, wameenda wakampiga wakammaliza. Serikali inakuja kuchukua mwili, umeshafanya kazi yao. Wananchi wenye serikali waliohusika ni uongo. Hiyo kauli walioongea wao ni uongo. Yaani ni uongo kabisa, nakataa. Maana yake hata ukiangalia hizi taratibu tumekuja kujua wengine kama kina mama, ni kimya kimya tumekuja kujua sisi. Wamemuua mtoto kimya kimya. Kwa majina naitwa Lekinyi kutoka kata ya Sombetini. Walikuja vijana wawili wakamchukua, wakamwambia tuna mazungumzo na wewe. Sasa wale vijana walivyomchukua katika kwenda kuzungumza naye, wakawa wamemleta gereji. Sasa walivyomleta gereji, kwamba kwa walivyomchukua sikujua walikuwa na mazungumzo gani na yeye. Walivyomleta ku gereji, wakawa wamemwambia kwamba kuna bajaji ilichukuliwa, ambayo bajaji yenyewe nadhani ile pale, kwamba ilichukuliwa kioo, na ile kioo imeonekana kwamba ndio ulichukua hiyo kioo, na kwenye kamera zimeonyesha wewe ndio umechukua hiyo kioo. Basi wale vijana wakamchukua wakaanza kumpiga. Walivyompiga, mimi nikasema sababu nilikuwa sina mawazo, kwa sababu nikijua ni marafiki zake, sikutilia maneno kwamba labda anaweza katutukia chochote kibaya. Mimi nikatoka hapo nikaingia kwa rafiki yangu mmoja hapo kwenye ambaye anafanya kazi karibu na hiyo eneo,
Nikafika hiyo sehemu nikamuulizaje, mbona sio kuna kijana ambaye anapigwa kule gereji na wamemfungia kwenye kibanda cha mbwa kwamba kwa ameiba kioo cha bajaji. Huyo akaniambia mimi sijaisikia. Na mimi nilipoangalia ku gereji hamna watu. Useme labda kuna wananchi wenye serikali wanafanyaje? Wanampiga. Ilikuwa hamna wananchi wenye serikali. Tukakaa kidogo pale unapiga story. Yule muhusika mwenyewe akaja, walikuwa wanampiga huyo kijana. Anatoka na jasho. Nikamuulizaje, mbona jasho la kutoka sana hivi? Akaniambia kuna mtu tumpa adhabu kule ndani, amechukua kioo cha bajaji. Kwa hiyo ndo tunamshughulikia kule ndani. Nikamwambia nani? Baraka. Ushahidi mnao Ushahidi uko wapi? Ameonekana usiku akiwa amechukua kioo na kwenye kamera anaonyesha kwamba amechukua nini? Kioo. Kaambia kweli Mawazo wangu mimi nikajua kwamba kwa labda kwa sababu ni mtu anaomfahamu hawezi kutokea tukio lolote libaya. Nikamwambia lakini ndo mnampiga mtu paka jasho hivi. Wakaniambia kwa sababu ushahidi si tunao. Acha tumpige. Na sehemu waliomfungia wamesema banda la mbwa. Hilo banda la mbwa mimi sikufikiria nje kuangalia banda la mbwa, lakini timisi kwa mawazo wangu kajua kwamba kwa sehemu walikuwa mumweka ni sehemu ambayo ni ndogo kwamba kule kijana hawezi kufanyaje? Hawezi kutoka. Na akaniambia kila anayekuja tunayemwambia anakuja anampiga anaondoka. Ilikuwa mida saa 7 hiyo. Nikamwambia lakini msimnamjua kijana na hapa nyumbani na wazazi wake simnamjua. Kama hiyo bajaji hiyo kioo imechukuliwa si mmeshampiga kwamba kwa ameshaeleza bajaji nani kioo ilipokuepo. Akasema sisi tunachotaka ni hiyo kioo. Kuna vitu vingine vimeibwa pale gereji. Nikamwambiaje ushahidi mnao? Ushahidi si nini? Nikamwambia mayo anajingatangata. Kaona isiwe kesi. Saa 7, saa 8, saa 9, saa 10 mpaka saa 1, maana mimi siku ile kama tu Mungu sababisha nikawa sijarudi huku hivi mtaani, kurudi mtaani kujua unachoendelea. Nasikia kuanzia saa 7 mpaka saa 3 usiku ndo maskari wanapigwa simu, wanaambia kwamba kwa tumekamata waizi na tumewaweka mikononi mwetu. Kuanzia saa 7 mpaka saa 3 mtu amefungwa kwenye chumba ajala, wala haijachukuliwa sheria yote mkononi kwamba kwa kijana ni mwizi, na hamna wananchi wenye hasira kali waliothibitisha kwamba kwa kijana ameiba. Nimemkamata mtu bila kithibitisho na sawa amempata na kithibitisho. Ile kioo imerudishwa. Kwa nini wamuue? Ndio maana wananchi wameshikwa na hasira, wamesema kwamba kwa hiki kitu tunataka ichukuliwe hatua, kwa sababu kama serikali ilikuwepo, kwa nini watu wakufuata ngazi za serikali wajichukulie sheria mkononi? Kwanza ile mida saa 7 alipofungiwa kwenye ile chumba mpaka saa 2, saa 3 walivyopigiwa maaskari kuja kuchukua watu wao. Kuna wananchi wenye hasira kali wengine walivyosikia kwamba kuna waizi 1, 2, 3 wakajichukulia maamuzi mkononi wakati huo serikali imeshakuja. Kwa majina mimi naitwa Freddy Frankie. Kijana mimi Baraka namfahamu kama ndugu yangu, kama mfanyakazi wangu, maana alikuwa anafanya kazi dukani kwangu. Baraka amefanya kazi dukani kwangu kwa muda mrefu kidogo hadi mama yake analifahamu hilo. Lakini taarifa mimi nilizokuja kuzipokea, nimepigiwa simu naambiwa Baraka ameuliwa. Nikauliza ameuliwa mazingira gani? Naambiwa amekuta ameuliwa mazingira ya Nairobi Shine. Sasa mimi nikauliza atauliwaje Nairobi Shine wakati ni mazingira nyumbani kwao? Na nyumbani kwao ni hapo Nairobi Shine. Nikaambiwa ameuliwa na vijana wa garage hapo pembeni, nasemekana aliiba kioo cha bajaji. Nikasema sasa kama ameiba kioo cha bajaji, mbona kulikuwa kuna uwezekano wa vijana hapo garage kumchukua Baraka wakaenda nyumbani kwao, wakatoa taarifa kwamba bwana kijana wako ametuibia, au wakachukua jukumu la kumpeleka kituo cha polisi. Lakini na taarifa mimi nilizopewa ni kwamba vijana wa garage wenyewe walichukua jukumu la kufanyaje? La kwenda kumchukua na kumleta garage na kumpiga paka kufikia kifo chake. Kwa maelezo yanasemekana waliotoa taarifa polisi ni hao waliokuwa kimwadhibu, baada ya kuona kwamba hali ya ule kijana imeshaelekea kwamba kwa hiyo ikabidi wenyewe kwa kujiami wakabidi watoe taarifa polisi kwamba tuna kijana tumemkamata. Lakini kwa wakati walishamwadhibu vikali kutokea saa 7 mpaka saa 3 usiku. Kwa hiyo haikuwa hata na maana tena, kwa muda ule hata maaskari walivomchukua yule kijana kuchukua muda akafariki. Baada ya vipimo, maana nilikuwa mochwari pia leo asubuhi, tulienda kwa ajili ya kuangalia mwili. Kwa jinsi madaktari walivyothibitisha, wanasema kijana amekufa kwa ajili ya kipigo kikali na amevujia pia damu ndani kwa ndani, ana internal bleeding, ndo kilichopelekea paka kifo chake. Kwa hiyo mateso makali ndo aliosababisha akafa. Sababu mpelelezo wa kesi mwenyewe alipokuwa anazungumza, anasema kwamba amepigwa na vijana wenye hasira kali.
lakini kwa jinsi wananchi wanavyojua kupigwa na hao wananchi wenye serikali, alipigwa na watu wachache wanaofahamika na ni majirani zake na wanamfahamu kabisa. Kama Baraka alikuwa ni kama tuseme rafiki yangu, ila nimetoka kwenye harakati zangu, nimerudi jioni, nimefika kwenye eneo la pool table pale, kwa maana ndo kijioni cha kushinda pale. Baada ya kufika pale kwenye kijioni cha pool table ndo nimefika tu pale, nikaambiwa rafiki yako kashambuliwa kwenye gereji huku, wamempiga, wamemuua na dai amechukua kioo cha bajaji. Polisi wafanye kazi zao, watoe sheria zao, wasaidie watu, wasimame kwenye njia yao. Yani kwanza pia isitoshe inatukua ni serikali kama serikali na mambo ya polisi wasimamie haki, wasiangalie upande mmoja kwamba kwa na uwezo, huyu mtu asiyokuwa na uwezo wakamkandamiza. Sio, umeelewa vizuri? Maana ule kijana ingelikuwa ni muizi, useme muizi ametoka kule amekuja kuiba huko alafu afahamike. Kwanza hiyo kitu ingekuwa sana. Hawajampigia kelele ni muizi, wamekuja wakamchukua kiustaarabu wakijua ni rafiki yao. Walivomchukua kiustaarabu, basi wakamuuliza kuna 1 2 3 ulichukua? Ndio umechukua. Ndio iko wapi hii hapa? Hii hapa na nieni. Basi kama wamekuletea kuna zile ambazo hasara mmezipata nyewe kufanya utafiti mpaka mpate kitu wenu. Bana tumeukamata na ushahidi huo hapa. Serikali ipo na ni mtu mnemfahamu, polisi wapo, wapigieni simu polisi kuna 1 2 3. Kumbuka kwamba kuwa hata kijana alivyokuwa umepigwa ikasemekana kuna kijana mwingine alikuja akachanganywa na yeye wakawa kwa wawili. Umeelewa vizuri Wakawa kwa wawili. Ule mmoja alienda akachukuliwa Kaoshi. Akasemekana na yeye alikuwa amemuibia mtu vitu fulani. Ule mtu akasema achanganywe na yeye. Yule nadhani ule sidhani kama atapona sababu hali yake ni mbaya sana yeye. Maana yule na nasikia story nazosikia mimi wamemuasi lakini sina uhakika. Sio, umeelewa vizuri? Waliondoka na watu wawili. Umeelewa vizuri? Wanasema sio wamemuasi lakini sina uhakika. Maana sikufuatilia ndio story unazosikia mitaani. Wananchi wenye hasira kali hakuna kwa sababu ya wewe mkamata mwizi wako, umeondoka naye. Hujapigia simu polisi kwamba kuwa kuna tukio 1 2 3 nimenanili. Na una arabi ya kwamba kuwa namtafuta mtu fulani nimeibua kitu fulani. Ukajichukulia sheria mkononi, ukamchukua mtu, ukaenda ukamfungia kwenye store ya mbwa, banda la mbwa, ukampiga kuanzia saa 7 mpaka saa 3 usiku unaoja kuwaita maaskari. Wale maaskari wanaoja kuwaitia nini? Mimi nilikuja kwenye tukio saa 12 nimekuta mtu alikuwa anapigwa. Na watu ambao walikuwa wanapigwa mimi nimekuta kama watu 6. Ambao wachache tu ndo nawajua. Ambao nawafahamu ni wachache. Kuna mmoja anaitwa William na mwingine anaitwa Kelvin na mwingine na Esi au wengine siwajui jina vizuri. Mafundi gereji. Maana ni watu ambao walikuwa wanafanya kazi hapa hivi. Kwa hiyo mimi nilikuwa nawajua watu. Walikuwa wanatumia nini kumpiga? Ni mjeledi na ni mkanda. Hapana, mimi ni mtu ambaye nakujaga hapa hivi nikitoka kazini, kwa ndo maana mimi nahusishwa. Mimi sijui kitu. Maana mimi nimetoka kazini saa 12 ndo nikaja nikakuta tukio nzima. Wewe kwa washauri labda waache kumpiga? Mimi nilimshauri ule jamaa wa kule, nikamwambia wapigie simu askari waje. Hivyo tu. Mbona alikuwa anapiga? Mimi walivyoniambia, maana mimi nilivuka hapo ngambo wakaniambia Gerald pia alipiga. Ambao ndo huyo ambao mwenye ofisi kule. Kwa jina naitwa Regina. Mtoto wangu anaitwa Baraka aliouliwa. Baraka Weche. Ana miaka 18. Ilikuwa hivi. Mimi nilikuwa sipo hapa kwenye ile tukio. Ila nilikuwepo nyumbani na ni watu ambao wananifahamu vizuri sana. Na ninapita hapa na siku hiyo hata sikuweza kwenda kwenye biashara yangu ninayoifanya. Kwa mimi nilikuwa napita hapa naona watu wamekaa hapa, kumbe wanamfungia mtoto wangu kwenye banda, wanampiga, alafu wanarudi, wanakaa tena, wanakuja wanampiga tena mtoto wangu. Kwa kweli hicho kitendo kilimeniuma sana. Kwa sababu ni bora wangeniambia kama ni shilingi ngapi mimi ningewalipa. Kwani mara ngapi mtoto wangu anakosea mimi natoa. Na wewe unakuja kunulia mwanangu kiukatili hivi. Mimi sijapenda. Mtoto wangu ameuliwa kiukatili sana. Askari yeye amepima, anasema kwamba hii inaonyesha kwamba mtoto wako amepigwa sana na ameviria damu mpaka kichwani, inaonyesha mtoto wako amepigwa. Kwa uchunguzi tuliofanya sisi
ni maumivu ndio aliyosababisha mtoto wako akafa. Ndio kitu daktari ambao amesema. Wasiwasi wangu ni pale wanapopita yani hawasemi kile kitu ambacho ni cha kweli. Kama hivyo unasema kwamba mtoto wangu ameshambuliwa na wananchi, na wakati sio kweli. Wanafahamika waliofanya hivyo. Kwa hiyo aliondoka hapa Tesha, ndio aliopanda kwenye hiyo gari ambao wamempeleka mtoto wangu polisi. Alikuwa ni Tesha na huyu Jeradi na hao watu wawili. Ndio na ambao walikuwa wanampiga ni hawa huku gereji. Sikujua sasa waliondoka na polisi au la. Ila mimi nilipofika hapa, mimi waliokuwa wananizuia nisiende kituo cha polisi alikuwa ni Sundai na kijana mwingine. Wakawa wananiambia, Mazao, usiende huko polisi, acha uende kesho. Nikamwambia nataka nikamuone mtoto wangu. Akasema saizi kwanza umeshachelewa Mazao, usiende huko. Wewe subiria hapa, huyo Tesha atakavorudi na Jeradi ndo atatoa taarifa kamili. Nikao nimekaa hapa mpaka saa 5 ya usiku, saa 6 kasoro ya usiku. Na alipokuja Tesha nikamwambia mtoto wangu vipi? Akaniambia tutaongea kesho. Kesho yake mimi sikuweza kumuona, nikasema kuliko kuja kumuona Tesha ngoja nimwahi mtoto wangu wapi? Hospitali hapo hapo Murieti, hapo kituoni, kwa sababu aliniambia mtoto wangu yuko kituoni hapo Murieti. Kufika pale Murieti, nafika askari anasema kwamba yani nyie waangalieni watoto wenu. Kati kuna watoto walikuwepo, waliletwa hapa wawili kuja kupelekwa hospitali. Walipofika hapa, mmoja wao amefariki. Nikasema na mwingine katoroka kakimbia. Nikasema inakuaje mhalifu anakimbia polisi? Kama kweli walikuwa wamekimbia polisi, kwa nini alikimbia wakati walikuwa wote watu 4? Watu 3 kweli wanamshinda mmoja kukimbia? Nikasema hicho kitendo ni mchezo ambao umechezeka. Wameamua kumuua mtoto wangu, huyu mwingine wakaamua kumwachia. Kwa kweli imeniuma sana hicho kitendo. Mimi sijafurahia nacho. Naitwa Mzee Tesha. Hili mnalolizungumzia na mimi pia nimeshtuka kwa taarifa hii, kwa sababu na mimi mgonjwa, nilikuwa sijahudhuria eneo hili. Kwa hiyo nilipokuja nikasikia kwamba kuna tukio kama hili mlivyosimuliwa watu kama hivi na wanavyoongea. Kwa hiyo sina mwenye kunieleza kitu ambacho kinaingia akilini. Baadaye nikauliza nini, wakasema kuna mtu aliiba kioo cha bajaji. Katika kutafuta kioo cha bajaji wakampata huyo kijana, basi wakampiga, wakaita polisi wakawachukua, wakaenda nao na bajaji ikapelekwa, sijui na hiyo kioo kama imepelekwa sijui. Kwa hiyo mpaka sasa hivi sijampata mtu wa hapa kabisa anithibitishie kwamba nini kimetokea. Mpaka hapo ndipo naelewa. Ulimpangishia eneo ni nani? Mimi ile eneo sasa alikupangishwa la nyumbani tu. Ndio gereji nani? Kwa hapo ambayo yuko Karatu sasa hivi, dogo. Alimwachia nani alipoondoka? Kuna kakake ambaye mpaka sasa hivi sijamuona eneo hilo. Mimi anasimamia gereji. Ndio yeye yuko hapo. Wewe pia ni ndugu yako? Ni ndugu yangu. Ukumuuliza labda kwa nini amechukua hatua hii? Ndio nakwambia mpaka sasa hivi sijamuona